Mimi naitwa Juma Ikangaa na tuko hapa uwanja wa Benjamin Mkapa, na tulikuwa tunashuhudia mashindano ya mara ya 7 ya mashindano ya wanawake, na nikisema ni mara ya 7 ina maana yalifanyika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, na huu ni mwaka wa 7 yanafanyika mfululizo. Na kila mwaka tunavyofanya kunakuwa na maendeleo na mafanikio ya aina fulani. Mwaka huu mikoa yote 31 ya Jamhuri ya Muungano wamehudhuria, na ushindani mmeuona jinsi ulivyokuwa, yani mkali na wakupendeza na wakuvutia kwa hao wachezaji. Mafanikio ni kwamba kutokana na mashindano haya kuna baadhi ya wachezaji waliwahi kushiriki hapo awali, na walipotoka hapa wakafanya mazoezi zaidi na zaidi, na hatimaye sasa hivi wanawakilisha taifa letu kwenye mashindano makubwa duniani, kama vile Magdalena Shauri alipita hapa msimu ule wa kwanza kabisa, lakini juzi amekimbia, nafikiri kama sio Chicago ni Montreal Marathon, amekuwa wa kwanza, amepata medali ya dhahabu. Na ni tegemeo langu na ni tegemeo la Watanzania, au la mimi na wewe na wengine, mpaka kuja kufika kwenye Olympic ya 2028 medali tunazo. Kwa mfano, kuna mashindano ya Jumuiya ya Madola yanakuja, kuna mashindano ya nchi huru yanakuja, na kuna mashindano ya riadha ya dunia tena yanakuja, na haya ambaye ni ya juu sana ya Olympics. Si kwa watoto wa kike wala wa kiume, lakini hasa watoto wa kike tunalenga walete medali, kama yule wa mwanzo kabisa aliyeleta medali ya kwanza anaitwa Teresia Dismas kwenye mashindano ya OAU, zamani walivyokuwa naita the Organization of African Unit, leo ni African Unit. Kwa hiyo itakuja pendeza, na nitakuja furahi, na wewe utafurahi, na wengine watafurahi, na taifa litafurahi tutakapopata hiyo medali ya aina yoyote kwenye mashindano makubwa. Kuna mpango au mikakati yoyote pia ya kufanya mashindano haya yawe makubwa zaidi, hasa kwa nchi za Afrika, kushirikisha mataifa mengine kama Kenya, Uganda na kadhalika? Kwenye mashindano haya kuwaita waje washindane na sisi sio kazi ngumu, wala sio kazi ambayo inazuilika. Unakumbuka kuna mashindano EAR, wachezaji walikuja hapa Tanzania wakashiriki kwenye uwanja huu, wakaenda Zanzibar. Na pia kuna mashindano mengine nafikiri yanafanyika kesho na kesho kutwa Angola. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuwafanya hawa wachezaji wote pamoja na hawa wa Tanzania kushindana, na ndio njia mojawapo ya matayarisho. Lengo lako limetimia au bado kuna malengo mengine makubwa zaidi? Bado lengo halijatimia kwa mimi na wewe na Watanzania wote, mpaka msichana au mtoto wa kike atakapoleta medali ya aina yote, ya dhahabu, ya fedha, ya shaba kwenye mashindano makubwa kama vile ya riadha ya dunia, Commonwealth, Olympics, All African Games na mengine mengi, alimradi tu yameratibiwa na shirika la riadha duniani. Cha kumalizia, ungependa kuambia nini wasichana juu ya mchezo wa riadha ambao wewe umetia nguvu zaidi, umetia, kama wengine wangesema kwamba mimi nataka nikupe zawadi, wangechagua gari, wangechagua nyumba, lakini wewe ukachagua ladies first? Hapana. Kwa sababu gani? Sikutaka nyumba. Nyumba ninayo, gari ninayo, na nikawa na lile wazo, kama mimi kipindi hicho nakimbia, jamii ilinisaidia, hata ile kuniombea tu kwamba walipokuwa nasikia Ikangaa naenda kushiriki mashindano gani, mimi na uhakika walikuwa wananiombea nishinde. Sasa na mimi nimefanikiwa na nilifanikiwa kufanya hivi, ni nini ninachorudisha kwenye jamii? Kwa hiyo kurudisha kwangu kwenye jamii ni mashindano kama haya. Watoto wa kike wanakuja, wanakutana sehemu moja, wanashindana, tunamuona ni yupi mwenye kipaji, ni yupi akichukuliwa, akipewa mazoezi ya kutosha ataleta medali. Ndio hii. Waambie basi wanawake, wakina mama juu ya kuwaruhusu watoto wao katika riadha na kuwapa motisha zaidi, ungeambia nini? Wakina mama, wakina baba, wakina bibi huko kwenye mikoa yenu, kwenye wilaya zenu, waruhusini watoto wenu wa kike waje washiriki kwenye michezo. Kwenye michezo hii kwa siku hizi dunia hii ya leo, michezo ni biashara.
Sasa ikitokea kwa mfano, nitoe mfano wa Magdalena, hizo hela zilizopata kutokana na ushindi ni nyingi, zitamsaidia kufanya mambo mengi. Atasomesha watoto wake, atasaidia ndugu zake, na atasaidia na wengine pia ambao wanapenda huo mchezo wa riadha. Shukrani sana. Asante sana.